Haleluya. Basi namshukuru Mungu tena kwa ajili ya siku ya leo, na ninamwamini Mungu ataenda kutuhudumia tena kwa namna ya tofauti kabisa. Haleluya. Leo nitaanza kufundisha kwa wiki 3 nafikiri. Nitaanza kufundisha somo lenye kichwa kinachosema madhabahu zinazofanya kazi. Tutaanza kwa kuangalia kitabu cha Ufalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 27. Wafalme wa kwanza sura ya 12 mstari wa 27. Neno la Mungu linasema, kama watu hawa wakipenda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana, kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yaani Rehoboam mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboam mfalme wa Yuda. Tarudia tena mstari, alafu tutasoma mistari kadhaa hapa. Kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yaani Rehoboam mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboam mfalme wa Yuda. Tuombe. Baba, katika jina la Yesu Kristo, asante kwa ajili ya saa hii, asante kwa ajili ya neno lako la uzima ambalo tunaenda kulisikia mahali hapa. Mungu, ninaomba kupitia neno hili ukazungumze nasi kwa lugha nyepesi kabisa, kwa namna ambayo tutalipokea na kulifanyia kazi sawa sawa na mapenzi yako, katika jina la Yesu Kristo. Roho Mtakatifu, kaa pamoja nasi, utufundishe na unijalie mtumishi wako kusema neno lako katika ufunuo na hekima yote, katika jina la Yesu Kristo, amen. Haleluya. Sasa hii story nimeianzia katikati, lakini ni story kati ya Rehoboam na Yeroboam. Baada ya mfalme Sulemani kufa, mtoto wake akawa mfalme ambaye alikuwa anaitwa Rehoboam. Na kuna kitu ambacho Sulemani alikifanya kikamuudhi sana Mungu. Mungu akasema katika ufalme wake, mtoto wake atakapokuja kutawala, hata tawala makabila yote. Kwa ufalme ukagawanyika, baadhi ya makabila yakawa na ufalme mwingine. Makabila 10 yakawa na ufalme mwingine. Kwa Rehoboam hakutawala makabila yote 12 ya Israeli, alitawala tu makabila mawili. Makabila mengine 10 alitawala mfalme anaitwa Yeroboam. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hiyo Yeroboam akawa mfalme juu ya makabila yale mengine 10, na makao yake makuu hayakuwa Yerusalemu. Makao makuu ya Rehoboam aliyekuwa anatawala makabila mawili yalikuwa Yerusalemu, lakini makao makuu ya Yeroboam aliyekuwa anatawala makabila 12 yalikuwa sehemu nyingine, yalikuwa Yerusalemu. Bwana Yesu asifiwe. Tuna Yeroboam na Rehoboam. Hivi kabila gani wanashindwa kusema Why nimeambiwa wanashindwa kusema ng'ombe, wanasema ng'ombe. Si kweli. Bwana Yesu asifiwe. Na Wakuli wanashindwa kusema nini? Wakuli wanashindwa kusema je, kusema uji. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Yeroboam akawa anatawala makabila 10 na Rehoboam akawa anatawala makabila ngapi? 2.
Yeroboam akawa na makao makuu yake sehemu nyingine, lakini Yeroboam makao makuu yake yalikuwa wapi? Yerusalemu. Nakumbuka hekalu lilikuwa Yerusalemu, madhabahu ya Mungu ilikuwa Yerusalemu. Haleluya! Madhabahu ya Mungu wa Israeli kwenye nchi yote ya Israeli ilikuwa Yerusalemu, na kila mwaka watu walikuwa wanapanda kutoka sehemu mbalimbali, wote wanaume walikuwa wanapanda kwenda Yerusalemu kuabudu na kutoa sadaka. Haleluya! Sasa Yeroboam amepata ufalme, lakini kumbuka, madhabahu pekee ya Mungu iko Yerusalemu. Kwa sasa hata wale wengine wanaotawaliwa, watu wanaotawaliwa, yale makabila mengine 10 yanayotawaliwa na Yeroboam, na yenyewe mwisho wa mwaka wanatakiwa waende Yerusalemu kwa kuabudu Mungu. Na huko Yerusalemu anayetawala ni nani? Rehoboam, sio Yeroboam. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo sasa nataka tusome tena alafu utaelewa mstari. Sasa mstari anasema, kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao. Huyu ni mfalme Yeroboam, anawatawala baadhi ya yale makabila mangapi? 10. Sasa ndani yake akapata mawazo, akasema hawa jamaa wakienda kutoa dhabihu kule ambako mfalme Rehoboam anatawala, nina wasiwasi sana hawa jamaa wanaweza wakamrudia Yeroboam, wakaniacha mimi wakamrudia Yeroboam. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Sasa nataka nianze kuonyesha vitu hapo. Biblia inasema kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao. Hawa watu hawaendi kuungana na Rehoboam Yerusalemu. Wanaenda Yerusalemu kutoa dhabihu. Hawaendi Yerusalemu kumsupport Rehoboam. Wanaenda Yerusalemu kutoa dhabihu. Kwa nini wanaenda Yerusalemu? Kwa sababu ndiko madhabahu ya Mungu ya kweli ilipo. Haleluya. Lakini angalia kitu kinachotokea. Biblia inasema kwamba ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao. Ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao. Kwa nini mioyo ya watu hawa imrudie Rehoboam, bwana wao ambao ni Rehoboam? Imrudie Rehoboam baada tu ya kutoa sadaka kwenye ile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Nataka unielewe. Biblia inasema hivi, mimi sina shida na nyie kwenda kuabudu Yerusalemu. Sina shida na nyie kwenda kutoa sadaka, kutoa dhabihu Yerusalemu. Ila shida nilionayo ni kwamba ninaona mkienda kutoa kwa dhabihu, hamtaishia tu kutoa dhabihu kwenye hiyo madhabahu. Kuna kitu kingine kitatokea. Ghafla mioyo yenu itaanza kumpenda Rehoboam. Mimi Yeroboam ni mfalme wenu huku, lakini nina wasiwasi sana nikiwaruhusu ninyi makabila 10 ninaowatawala mwende Yerusalemu kutoa sadaka, kutoa dhabihu. Nina wasiwasi sana kuna kitu kinaweza katokea ghafla
ghafla mkamrudia Rehoboam, mkamrudia Rehoboam, mkaanza kumpenda Rehoboam. Haleluya. Roho Mtakatifu anisaidie uelewe hapa kwanza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo Rehoboam anaona kabisa kuna namna nitawapoteza watu. Kuna namna nitawapoteza watu. Nikiwaruhusu tu waende kutoa dhabihu Yerusalemu, nitawapoteza kwa yule mfalme anayetawala kule ambaye ni Rehoboam. Kwa nini nitawapoteza? Kwa sababu wakienda kutoa dhabihu kule, kuna namna fulani inaweza kuwapoteza. Bwana Yesu asifiwe. Utanielewa tu pole pole, utanielewa tu. Utanielewa tu. Sasa swali la kujiuliza, kwa nini mioyo yao imrudie Rehoboam? Kwa nini ghafla waanze kumpenda Rehoboam baada tu ya kwenda kutoa sadaka kwenye ile madhabahu? Kwa sababu ndicho Biblia inachosema. Nasema kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu, ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao. Rehoboam hakuwa na shida hao jamaa kwenda kutoa sadaka kwenye ile madhabahu ya Yerusalemu. Shida yake kubwa ilikuwa kuna kitu kingine kitatokea, mioyo yao itamrudia Rehoboam. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Maana yake nini? Kuna kitu madhabahu itakifanya. Kuna kitu madhabahu itakifanya. Siku zote unapoenda kutoa sadaka kwenye madhabahu fulani, siku zote unapotoa sadaka kwenye madhabahu fulani, kuna kitu ambacho madhabahu huwa inakifanya kwenye moyo wa mtu. Narudia tena hii sentence. Anytime unatoa sadaka kwenye madhabahu fulani, iwe ya Mungu au ya shetani, kuna kitu ambacho madhabahu inakifanya kwenye moyo wa mtu. Ukitoka hapa sasa hivi ukaenda kutoa sadaka, naomba isiwe hivyo. Ukitoka hapa sasa hivi ukaenda kutoa sadaka kwa waganga, kuna kitu itafanya kwenye moyo wako. Kuna kitu itafanya kwenye moyo wako. Hawa jamaa walipotoka kwenda kutoa sadaka Yerusalemu, kuna kitu ile madhabahu ilifanya kwenye mioyo yao. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Biblia inasema hivi, kama hawa watu nikiwaruhusu waende Yerusalemu kutoa dhabihu kwenye ile madhabahu, kuna kitu kitatokea kwenye mioyo yao. Kuna kitu kitatokea kwenye mioyo yao. Kwa anytime unatoa sadaka kwenye madhabahu, kuna kitu kinafanyika kwenye moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Anytime, nataka hili liingie ndani yako. Anytime unatoa sadaka kwenye madhabahu, kuna kitu hiyo madhabahu na yenyewe inafanya kwenye moyo wako. Jambo la kwanza, nataka uandike jambo la kwanza. Madhabahu hushika mioyo ya watu wanaotoa sadaka hapa au waliotolewa sadaka hapa. Madhabahu hushika mioyo ya watu wanaotoa sadaka hapo au waliowahi kutolewa sadaka hapo. Kitu cha kwanza madhabahu inafanya, mtu akienda kutoa sadaka inashika moyo wake. Kwa hiyo wewe unapoenda kupeleka sadaka, unafikiri unapeleka sadaka, lakini pia unapeleka na moyo wako. Bwana Yesu asifiwe. Si una 10,000, unasema hii 10,000 naitoa sadaka.
Unapoachilia sadaka pale na moyo wako umeuacha hapo. Kwa hiyo ile madhabahu inakuwa imeushika moyo. Kama umeenda umetoa sadaka kwenye madhabahu ya Mungu, maana yake na moyo wako umebaki hapo. Kama umeenda kutoa sadaka kwenye madhabahu ya shetani, maana yake na moyo wako umebaki hapo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Madhabahu huwa zinashika mioyo ya watu wanaotoa sadaka au waliotolewa sadaka. Sasa waliotolewa sadaka maana yake nini? Anawezekana huyo mtu hayupo, lakini wewe ukaamua ukasema namtolea sadaka mtu fulani. Unapofanya hivyo, maana yake na moyo wake unashikwa na hiyo madhabahu. Haleluya. Sasa moyo ni nini? Moyo ni nini? Moyo una vitu vikuu vitatu. Una akili, una hisia na una maamuzi. Moyo una vitu vikuu vitatu. Una akili, una hisia na una maamuzi. Sasa kama moyo wako umeshikwa na madhabahu ya Mungu, maana yake akili zako, hisia zako na maamuzi yako yameshikwa na hiyo madhabahu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa lugha nyingine, akili zako, hisia zako na maamuzi yako yanatawaliwa na Mungu. Sasa kama moyo wako umeshikwa na madhabahu ya Mungu, maana yake utakuwa na akili na hisia na maamuzi ya kimungu. Na kama moyo wako umeshikwa na madhabahu za shetani, maana yake akili zako, hisia zako na maamuzi yako yanakuwa ya kishetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kumbuka nimesema moyo una vitu vikuu vitatu. Una akili, una hisia na una nini? Maamuzi. Kwa hiyo kama moyo wako umekamatwa na madhabahu, maana yake akili zako, hisia zako na maamuzi yako yameshikwa na nini? Na madhabahu. Sasa kama ni madhabahu ya Mungu, maana yake zimeshikwa, hivyo vitu vimeshikwa na nini? Madhabahu ya Mungu. Kama ni ya shetani, maana yake vimeshikwa na madhabahu ya nani? Kwa hiyo hisia zako, kama moyo wako umeshikwa na madhabahu ya Mungu, maana yake hisia zako zitakuwa hisia za kimungu. Akili zako zitakuwa akili za kimungu. Maamuzi yako yatakuwa maamuzi ya kimungu. Kama moyo wako umeshikwa na madhabahu ya shetani, akili zako, hisia zako na maamuzi yako yatakuwa ya kishetani. Haleluya. 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 Akili ya mtu inaweza ikashikwa na madhabahu. Hisia za mtu zinaweza zikashikwa na madhabahu. Na maamuzi ya mtu akawa ameshikwa na madhabahu. Akili ya mtu ikishikwa na madhabahu, mara nyingi sana huyo mtu anakuwa na mawazo mabaya kila wakati. Ikishikwa na madhabahu ya giza, mara nyingi sana anakuwa na mawazo mabaya. Anytime unaona unakuwa na mawazo mabaya, au ukiona kuna kipindi unakuwa tu na mawazo mabaya, ni ishara kuna kitu kiko sawa ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ishara ya kwanza kwamba akili zako zimeshikwa na madhabahu ni kuwa na mawazo mabaya.
ukiwaza. Kwa hiyo kama akili zako zimeshikwa na madhabahu ya kishetani, atakayekuwa na regulate waze nini ni shetani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa lugha rahisi, ishara kama kuna nguvu ya giza imekushika kwenye akili ni wewe kuwaza mabaya. Kila siku unawaza tu. Bwana Yesu asifiwe. Yaani hakuna kitu unajiwaza ambacho ni chema. Na unaweza saa nyingine hadi kanisani unaanza kusema toka hapa, yule binti lazima nimfuate. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Mungu akikwaga anaya magnify mawazo ya watu tunayaona. Hadi kwa mfano kama hapa hivi. Yaani ingekuwa na uwezo tunaona pale, tunaona screen pale mawazo yako, tungekuwa tunakimbiana hapa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Ishara ya kwanza kwamba akili zako au moyo wako kwenye eneo la akili umeshikwa na madhabahu ni wewe, madhabahu za giza ni wewe kuwaza mawazo mabaya. Na ishara nyingine kutaka kujua pia ukoo wenu, mioyo yenu imeshikwa na madhabahu kwenye eneo la akili, angalia level za elimu yenu. Bwana Yesu asifiwe. Angalia level za elimu. Kama wote mmeshaga la 7, kuna shida kwenye akili. Na sio mmeshaga la 7 mmefukuzwa, mlifeli. Kwa hiyo kuna shida kwenye nini? Yaani ukoo mzima mko 10. Wote mna degree. Hakuna hata mmoja mwenye masters. Yaani wote level moja. Unajua pia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Au wote mna diploma. Wote, yani wote. Darasa hilo unamuuliza la ndugu yako mwingine, vipi unatamani kusoma? Natamani, lakini kwa kweli wewe kwenye eneo la akili umefungwa, umeshikwa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kumbuka tukotoka, madhabahu zinaweza kushika moyo wa mtu, na ndani ya moyo kuna akili, kuna hisia na kuna maamuzi. Kwa hiyo akili zikishikwa na madhabahu, moyo ukishikwa na madhabahu kwenye eneo la akili, kuna namna fulani akili yako itakuwa haivuki. Haleluya. 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 Na ishara nyingine kutaka kujua kwamba akili zenu zimeshikwa na madhabahu, kwenye ukoo wenu kuwepo na mazezeta vichawi. Hiyo ni ishara kwamba akili zenu zimeshikwa na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yaani unakuta kwenye ukoo kuna yule mtu ambaye anajiambia tu mambo. Anajiambia tu mambo. Anaamua tusikie, anatoka tu nyumbani. Afu anarudi baada ya miaka 3. Unamuuliza ndugu, ulikuwa wapi? Haleluya. Kwenye ukoo wa upande wa mama yangu, lakini kwa sasa hivi hajatokea. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa inatokea miaka hiyo. Hivi dada wa babu yangu na mtani. Shangazi. Bibi. Sasa nilisibiwa kwenye ukoo wetu.
Yaani inatokeaga tu mtoto wa mwisho wa kike huwa anapotea tu, yaani anaweza kupotea, na akipotea hata mtafute hata mmoja. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anaamua tu mimi ondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Na namna fulani nitaka kutokea kwa mtu fulani, lakini nashukuru Mungu, neema ya Bwana ikamzingira kwa ukubwa sana. Haleluya. Haleluya. Kwa ishara kwamba akili zako zimefungwa na madhabahu ni kuwa na mawazo mabaya. Lakini pia angalia level za elimu yenu. Level za elimu. Yaani wote mnaishiaga sehemu fulani, wote ni la saba. Ujue kuna namna akili zenu zimefungwa. Na sio la saba kwa sababu ulifukuzwa shule, kwa sababu ulifeli, au wote ni form 4. Na sio form 4 kwa sababu ulikosa ada, ila kwa sababu ulifeli. Ujue kwenye eneo la akili wameshika. Lakini pia ukiona kwenye ukoo wenu wote mna hasira, unajua tu kwenye eneo la hisia pia mmeshika. Wote mnapenda wanawake wa aina moja, ujue pia kuna namna kwenye eneo la hisia mfanyeni. Hivi kiangalia ukoo wenu, wake mliooa yaani wanafanana kitabia, wanafanana ni vitu vingi. Nashinda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo ukiona kwenye ukoo wenu wengi mna hasira, mna hasira sana, yaani jambo kidogo linakulipua, unashangaa nini? Ujue wameshika hisia zake. Haleluya. Lakini ukiona pia kwenye ukoo wenu mnafanya vitu vinavyofanana, na wakati mwingine hivyo mnavyovifanya ni vibaya au havinaga matokeo, lakini bado wote mnaendelea kufanya, ujue pia kwenye eneo la maamuzi imeshinda. Unaenda kwenye ukoo, watu wote wamezaga njia ndoa. Hakuna mtu ambaye hajawahi kuzaa njia ndoa. Wote wamezaa njia ndoa na wakaoa. Yaani kila mtu ana mtoto wa nje. Unajua tu kwenye eneo la maamuzi hao wameshika. Hakuna ambaye aliweza kuamua tofauti. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo moyo wa mtu unaweza ukashikwa na madhabahu. Anytime natoa dhabihu kwenye madhabahu, moyo wako unaweza ukashikwa. Iwe ni madhabahu ya Mungu au madhabahu ya shetani. Naomba andika jambo la pili. Jambo la pili. Madhabahu huwapa viongozi iliyowaweka mamlaka na nguvu ya ushawishi juu ya mioyo ya watu walioshikiliwa na hiyo madhabahu. Narudia tena. Madhabahu huwapa viongozi iliyowaweka mamlaka na nguvu ya ushawishi juu ya mioyo ya watu walioshikiliwa na hiyo madhabahu. Nirudie tena. Madhabahu huwapa viongozi iliyowaweka mamlaka na nguvu ya ushawishi juu ya mioyo ya watu walioshikiliwa na hiyo madhabahu. Nikutolee mfano. Unakuta kwenye ukoo wenu, labda sijui kama sasa hivi bado ipo, kuna huyo mtu mmoja, ni mtu labda wa milamila sana, kwa lugha nyingine ni kuhani wa madhabahu za ukoo, ni kiongozi wa ukoo. Wakati mwingine unakuta akisema jambo
kwenye ukoo anatii. Anaweza akasema mwezi wa 12 wote tukutane Machame kwa ajili ya kutoa sadaka ya mbuzi labda yani. Na wewe uko kwenye ukoo unaanza kuogopa, Mungu wangu, hivi nisipoenda itakuwaje? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Madhabahu zina tabia ya kuwapa nguvu ya ushawishi na mamlaka viongozi iliyowaweka juu ya mioyo iliyoshikwa kwenye hiyo madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unajua kuna tofauti ya kiongozi aliyewekwa na madhabahu na kiongozi aliyewekwa tu na ushawishi na akili zake na nini? Kuna tofauti sana. Kiongozi aliyewekwa na madhabahu huwa inampa mioyo iliyoshikilia, mioyo iliyoshikilia. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya, haleluya. Okay, tofauti yangu mimi na mwanasiasa ni tofauti yangu kiongozi mimi na kiongozi mwanasiasa ni mimi Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninapewa mamlaka juu ya moyo wako. Mwanasiasa anapewa mamlaka juu ya akili yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Anapewa akili yako peke yake. Akiweza tu kuishawishi akili yako, unaenda naye. Lakini mimi saa nyingine jambo hujalielewa. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine jambo hujalielewa, nikikwambia tufanye hivi, unafanya tu. Wakati mwingine unafanya kwa hisia, wakati mwingine unafanya kwa akili, wakati mwingine unasema kwa sababu mtumishi kasema wacha kufanya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kwa hiyo madhabahu huwa inawapa mamlaka viongozi iliyowaweka hapa juu ya mioyo iliyoshikilia hiyo madhabahu. Twende jambo jingine. Inakuwaje mpaka mtu anajiungamanisha na madhabahu za miungu? Inakuwaje mpaka mtu kujiungamanisha na madhabahu za miungu mingine? Inakuwaje mpaka mtu kujiungamanisha na madhabahu za miungu mingine? Jambo la kwanza, wengi walioenda kwa miungu, kuna mtu aliwashauri kwenda huko. Wengi walioenda kwa miungu, kuna mtu aliwashauri kwenda huko. Wafalme wa kwanza sura 12 mstari wa 28. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndio miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Narudia tena. Wafalme wa kwanza sura 12 mstari wa 28. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndio miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Baada ya Yeroboamu kuona kwamba wale watu wakienda Yerusalemu wanaweza kumrudia Rehoboamu, akatengeneza miungu mingine. Lakini angalia, hakuanza tu kutengeneza. Biblia inasema kwa hiyo mfalme akafanya shauri. Tusome hii mistari ili uweze kupata picha yote. Wafalme wa kwanza
Wafalme wa kwanza hiyo sura ya 12. Wafalme wa kwanza sura ya 12. Tanzia ule mstari wa 26. Yeroboamu akasema moyoni mwake, basi ufalme utairudia nyumba ya Daudi, kama watu hawa wakipanda kwenda kutoa dhabihu katika nyumba ya Bwana huko Yerusalemu. Ndipo mioyo ya watu hawa itamrudia bwana wao, yani Rehoboamu mfalme wa Yuda, nao wataniua mimi na kumrudia Rehoboamu mfalme wa Yuda. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri. Yeye mfalme aliona tu kuna tatizo litatokea, hawa jamani kiwaacha waende Yerusalemu, lakini alikuwa hana utatuzi juu ya hilo tatizo. Bwana Yesu asifiwe. Anasema hivi, nikiwaacha hao watu waende Yerusalemu watamrudia Yeroboamu. Sasa nifanyeje? Sijui cha kufanya. Biblia inasema kwa hiyo mfalme akafanya shauri, maana yake akakaa akaomba ushauri kitu cha kufanya. Angalia Biblia inachosema. Baada ya kushauriwa, akafanya ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndio miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Kwa hiyo Yeroboamu hakuanza tu moja kwa moja kusema sasa hivi nitengeneze miungu mingine. No, kuna ushauri alipata mahali kwa sasa. Yeroboamu, tengeneza miungu mingine, tengeneza ng'ombe, ili hao watu wasio wanaenda Yerusalemu kuabudu, waabudu hapa hapa. Anytime mtu ameenda kwa mganga, kuna mtu alimshauri. Bwana Yesu asifiwe. Anytime, hakuna mtu, 99.9 wanaoenda kwa waganga, kuna mtu aliwashauri. Kama kuna mtu ashaenda kwa mganga hapa, anyoshe mkono ashuhudie. Au shaenda kwa mganga? Mpe maiki ya shuhudi. Bwana Yesu asifiwe. Niliibiwaka vitu ndani. Mwizi alikuja akaiba vitu. Sasa asubuhi wakati nimeamka akawa amekuja bodaboda. Nikaa namwambia tena usiku nimeibiwa vitu ndani. Alafu huyo mwizi ameiba, amekimbia, ameacha ndala na kisu. Huyo bodaboda akaniambia chukua hivyo vitu twende upeleke kwa mtaalamu. Hawaiti mganga, wanataka mtaalamu. Mtaalamu. Alikuwa ni nani? Ni ndugu yako, rafiki yako au nani? Alikuwa ni rafiki tu, anakuja pale tupo tunakaa. Andika kwenye notes yako rafiki, afu weka kadeshi kwenye notes yako. Sasa Mungu akubariki sana. Mwingine, mimi pia nimeenda kwa mganga, tena kwa waganga, sio mganga mmoja. Tulipata shida, mwanangu akiwa shuleni anasoma, akashindwa kusoma, hawezi kusimama, hawezi kufanya kitu chochote. Akarudi nyumbani, tukatibiwa hospitali mpaka kupima hata ukimwi. Lakini rafiki yangu pia akaniambia wewe unateseka sana, twende Ukerewe. Kaenda. Tukienda kule akapewa kadawa kadogo tu, akarudi akaendelea kusoma mpaka leo. Amina. Na waganga wengine huko kijijini kwetu Mpanda huko. Mara nyingi. Amen. Kusoma kale. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Mwingine, nataka tu unaambie ni nani alikushauri. Taja tu jina. Yaani ni ndugu, ni rafiki, ni mjomba. Yaani nitajie mahusiano mlionaye na ambaye alikuwa. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, waganga ni hatari. Mimi aliyenishauri ama kunilazimisha kuingia kwenye dimbwi la kwenda kwa mganga mtaalamu, nasema alikuwa ni rafiki yake na dada. Rafiki yake na dada yake ambaye walifana sana. Akatukamuingiza kwenye, yaani ukoka mpokea kama vile ndugu, kwa sababu mwanzoni alikuwa akisali na kuomba sana. Sasa sijui kilitokea nini. Nikamwamini kwa sababu ya namna ambavyo tulikuwa tunafanya naye zile ibada za kusali. Lakini baadaye sio alipata shida gani akabanwa,
tukaja kusikia ameingia upande wa pili, ananiambia wewe njoo. Kuna mahali njoo. Na huyo kuiboka kwenye hiyo scenario na mtana naye ananiambia kuna huyu hapa mtu. Yaani Mungu alikonitoa yani wewe njoo. Haleluya. Kwa anytime unaona mtu ameenda kwenye madhabahu ya miungu, kuna mtu alimshauri. Biblia inasema Yeroboam akapata shauri. Yeroboam aliona ile ni tatizo, lakini afanye nini? Alikuwa ajui. Kwa kuna mtu ambaye alimshauri Yeroboam kufanya nini. That's why ni muhimu sana ukawa makini na saiko yako, wanaamini nini, kwa sababu ni vigumu sana kuchukua tu ushauri wa mtu ambaye yuko mbali. Ni vigumu. Mara nyingi sana hawa watu wanaokushauri uende kwa miungu mingine, uende kwa waganga, wanakuaga wako kwenye saiko yako. Anaweza kuwa rafiki yako, anaweza kuwa mke wako, anaweza kuwa ndugu yako, anaweza kuwa mfanyakazi mwenzio. Yes, hata baba yako. Mniko unasemaje? Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Na unajua sio wakati mwingine hujui kwamba kwenda kwa waganga ni vibaya. Unajua, lakini lile tatizo pressure ile tatizo inakuwa kubwa sana. Na kwa sababu uko kwenye tatizo na waliokuzunguka wanaamini uganga, mimi nakwambia ukikushauri utaenda. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Angalia kwenye saiko yako. Angalia yule mtu ambaye unamwombaka sana ushauri. Anaamini nini? Anaamini nini? Mimi naamini kila mtu ana mshauri wake, si ndio jamani? Au hauna mshauri kabisa? Ni kama hauna mshauri wewe, unahitaji maombi. Biblia Bwana Yesu asifiwe. Biblia inasema kwa mashauri mengi wafalme wanafanya vita. Sasa kama wewe mambo yako ni wewe, yaani wewe unajiambia, lazima uwe na mtu akukushauri. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini angalia huyu mtu ambaye huwa anakushauri mara nyingi anaamini nini? Maana ni ngumu sana kujikuta umeenda kuabudu miungu mingine au umeenda kutoa sadaka kwa miungu mingine kama watu waliokuzunguka hawapo wanaoamini hiyo kitu. Ni ngumu sana. Lakini kama wapo wanaoamini hiyo vitu, kuna siku tu watakushauri ndio huko. Haleluya. Na wanakuwa ni watu wa karibu sana. Kwani aliyemshauri Adam kula tunda alikuwa ni nani? Alikuwa mke wake. Aliyemshauri Ibrahim. Sasa sina ugomvi na wanawake. Aliyemshauri Ibrahim azae na yule mtu Manina. Alimshauri yule nani? Kuna mwingine alimshauri watoto wa Daudi. Yule alikuwa kijana mwanaume. Alimshauri alale na dada yake. Alikuwa nani? Mwanaume. Bwana Yesu asifiwe sana. Alikuwa ni rafiki yake. Alikuwa ni rafiki yake. Kwa angalia una marafiki wa aina gani? Mtende mbele. Na vitu virahisi lakini vina maana sana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Jambo la 4 la pili. Na wengi wanaoenda kwenye hizo madhabahu huwa wanaaminishwa kuwa ni Mungu aliye hai. Sasa hapa sote kuna baadhi ambao wanajikuta wamefika kwa hiyo mtaalamu au wamefika kwa hiyo mganga, wakifikiri tu ni mtaalamu, ni anatumia madawa ya kienyeji ya kawaida kabisa.
Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Biblia inasema, kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu, akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Naomba nisikize kwa makini. Anasema, tazama, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Kuna kitu kikubwa hapa nataka ukiona. Yeroboam alipojenga hawa sanamu wa Mungu, aliwaambia Waisraeli, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Kwa lugha nyingine anawaambia, bado tunamwabudu Mungu yule yule aliyetutoa Misri. Hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka Misri. Tunachokifanya hapa, hii ni ishara tu, huyu ng'ombe ni ishara tu, lakini tunamwabudu Mungu yule yule wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Narudia tena, hii ndiyo miungu yenu, enyi Israeli, iliyowapandisha kutoka Misri. Kwa lugha nyingine anawaambia, hapa sijatengeneza miungu mipya. Unajua, hata ulikuwa ukienda Yerusalemu, unakuta pale kuna makerubi, si ndio? Bwana Yesu asifiwe. Yesu, kuna makerubi, kuna symbol fulani pale. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kuna sign fulani pale. Kwa hiyo Yeroboamu alichokifanya, anawaambia wana wa Israeli, hawa ng'ombe niliowatengeneza ni sign tu, lakini Mungu tunayemwabudu ni yule yule. Kwa sababu wengine wanaenda wakasema, Mungu si mmoja, ni Mungu yule yule, ni Mungu tu yule yule. Haleluya. Upo kwa mganga, amna, Mungu yuko mmoja. Nani kakwambia Mungu yuko mmoja? Hakuna Mungu mmoja, ipo miungu mingi. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Haleluya. Kuna watu akwambia, kuna yule kule kwa yule mganga, kwa yule mtaalamu, sio anafichaga anatumia mtaalamu au anatumiaga tiba asili. Hana shida, anatumiaga tu tiba asili. Tena ukienda pale ndio unakuta na Biblia kabisa ipo. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho alichokifanya huyu. Akasema, jamani, ni Mungu yule yule aliyetoa Misri. Mimi nakwambia, watu wa Israeli wasingeenda kuabudu hii ndama kama angewaambia hii ni miungu mipya. Wanajua Biblia inasema kwamba, Torati inasema kwamba msiabudu miungu mingine. Kwa hiyo wasingekubali. Lakini alitumia hekima, alitumia ujanja. Akasema, hamna, hawa ng'ombe ni exercise, just a sign. It's just a sign. Lakini Mungu ni yule yule. Unaenda kwa hiyo mtaalamu, unakuta na Biblia, unakuta wakati mwingine na tenzi ya roho na msalaba. Mtumishi Bwana amesema, wakati mwingine unakaribisha Bwana Yesu asifiwe, unaweza kuanzisha na pambio kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbe ndugu yangu kwa mganga. Kwa hiyo kuna watu ambao wamejikuta wamejiungamanisha na madhabahu za giza, wakifikiri ni madhabahu za Mungu. Okay, tuachane na waganga. Kuna madhabahu ambazo ni makanisa, lakini madhabahu za giza. Ni madhabahu za giza kabisa. Kuna dada mmoja alikuwa na star rock pale ndani, na alikuwa yuko fire, yani yuko fire. Alikuwa anapenda sana kunena kwa lugha, tongues of fire. Funza wapi siku wa Nigeria, tongues of fire. Akawa anapenda sana na alikuwa ni balaa. Asa akaona kuna Nigeria mmoja ameanzisha madhabahu. Na yes, kwa kweli tongues of fire.
ziko baba. Akaenda kwenye madhabahu. Kumbe ilikuwa madhabahu. Akasali pale. Baada ya muda akawa hawezi kusali. Kunena kwa lugha kukapotea. Angalia kwenye nafsi yake hasikii chochote. Bwana Yesu asifiwe. Ilikuwa ni deliverance ngumu kumsaidia. Ilikuwa ni ngumu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Tongues of fire tena zikapotea. Lakini alipoenda kwenye hiyo madhabahu, kwa kweli yani ina msalaba. Wana mapambio. Hivyo nafikiri shetani mjinga kiasi chani kwamba akuonyeshe kabisa hii ni madhabahu ya shetani, wakati anajua ukijua ni ya shetani atakimbia. Anaidesign, anaitengeneza kwa namna fulani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa kuna wengi sana ambao wanajikutaga wameenda wamejiungamanisha na madhabahu za giza wakifikiri ni madhabahu ya Mungu. Hawa Waisraeli walijiungamanisha na hii madhabahu wakifikiri ni madhabahu ya Jehova. Kumbe haikuwa ni madhabahu ya Jehova. Haikuwa ni madhabahu ya Jehova. Kitu chochote ambacho wanasema ni sign lakini hakipo kwenye Biblia as a sign ya kumpresent Mungu, kinafanyika kuwa ni miungu. Okay. Hallelujah. Hallelujah. Awale unakuta hii ndio iko mara nyingi. Kuna dada mmoja naye hivyo jirani yake alikuwa na mtoto. Sio mtoto mdogo, ni mtoto mkubwa. Ni binti. Binti alikuwa form 4. Asa binti kuna nyoka alimuuma akiwa nyumbani. Si nyoka alitokea hapo mambo ya Mwanza. Basi ile jirani yake akasikia mtu analia. Yule jirani alikuwa ni mama. Alisikia mtu analia, akaenda kumwangalia. Kwenda kumwangalia. Ile binti ameng'atwa na nyoka. Akampigia bodaboda aje wampeleke hospitali. Ile bodaboda akasema, sasa hospitali ni mbali, kuna nani pale anatibuki dawa za kienyeji. Anakufunga tu na dawa za kienyeji unapona. Tumpeleke pale. Basi akasema okay, basi wacha tutende. Na ni mlokole huyo jirani ambaye anamsaidia huyo binti aliyeng'atwa na nyoka. Ni mlokole vizuri na kwa alikuwa hapa. Bwana Yesu asifiwe. Akaenda wakafika mpaka kwa hiyo ambaye anatibu kwa kienyeji. Sasa alipofika pale kama ile ya mazingira yako mara anataka kumchanja chanjo yule binti. Akiangalia anaona kama yani yule mganga ndio usizi wanajitahidi ini msafini mstaarabu, lakini yani ukiangalia ile mazingira unaona kuna shida, lakini huioni vizuri hiyo shida. Bwana Yesu asifiwe. Yaani anataka kukubali kwamba huyu hata kwenda ratibu kenyeji, lakini bado inagoma. Basi baadaye akatoka, anakuja kuuliza kwamba yule ni mganga. Nani kamshawishi kwenda? Bodaboda. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama unapenda sana hawa wanaofanya tiba asili, kuwa makini. Kuna waganga wengi sana wamejificha kwenye tiba asili. Mimi sikatai mtu kutumia tiba asili. Lakini ile tiba asili wanataka kuchacha tiba asili angalia juu, hamna. Hiyo sio tiba asili. Tiba asili lete mbuzi, lete kuku wa nini? Haya sasa. Hizo sio tiba asili. Huo ni uganga, ni witchcraft. Hauna
huko maspiriti yamekujaa, na yale maspiriti yakisha kujaa, baada ya muda yatataka uyachangamshe tena. Haleluya. Tuangalie kitu kingine tena. Na wengi pia kupenda shortcut kama wafanya kuabudu miungu mingine. Kupenda shortcut. Wafalme wa kwanza 12:28. Kwa hiyo mfalme akafanya shauri, akafanyiza ng'ombe wawili wa dhahabu. Sasa angalia, Biblia inasema akawaambia watu, ni vigumu kwenu kupanda kwenda Yerusalemu. Tazama, hii ndiyo miungu yenu, yaani Israeli, iliyowapandisha kutoka nchi ya Misri. Sasa nataka nisome Amplified Bible. So the king took counsel and followed bad advice and made 2 calves of gold. And he said to the people, it is too much for you to go all the way up to Jerusalem. It is too much for you to go all the way up to Jerusalem. Ni mbali sana nyie kwenda Yerusalemu kuabudu. Kwa nini mwangaike kwenda Yerusalemu kuabudu, kutoa dhabihu? Tuabudu tu hapa hapa. Siku zote shortcut pia wazinawafanya watu wajikute wanaabudu miungu mingine au wanatoa sadaka kwa waganga. Shortcut za kutaka kuona wanafanikiwa haraka. Hawataki kufuata mchakato na process za kimungu za kufanikisha. Unataka uamke asubuhi, una lenji, una gorofa, una biashara. Hivyo vitu vinawezekana. Inawezekana, unajua. Inawezekana kesho ukaamka una lenji na nini. Inawezekana. Bwana Yesu asifiwe. Inawezekana. Lakini ujue hiyo ni shortcut. Na always shortcut, it is a long cut. Mungu anataka tufanikiwe kwa mchakato, kwa process. Usitake tu uamke asubuhi uwe umefanikiwa. Mafanikio na namna hiyo gharama yake ni kubwa. Gharama yake ni wewe kupoteza nafsi. Biblia inasema itamsaidia nini mtu kupata ulimwengu wote lakini akaipoteza nafsi. Kwa hiyo kumbe inawezekana ukaupata ulimwengu wote. Inawezekana, lakini wewe una uhakika nafsi yako itapotea. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Hawa jamaa aliwaambia hivi, hamna haja nyinyi kwenda Yerusalemu. Yerusalemu hapa ni mbali sana. Ni mbali sana. Kwa siku zote watu wanaopenda shortcut ndio mara nyingi wanajikuta wameenda mwaka. Unatafuta mtoto wa mwaka wa pili, mwaka wa tatu. Unataka walagalaka, unaenda kwa mganga. Hautaki kumwamini Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Shortcut. Kwa tuwe makini na shortcut, watu wa Mungu. Haleluya. Yes, shortcut ni mbaya. Utapata lakini itakufanya upoteze nafsi yako. Na in fact Mungu anaruhusu tupitie mchakato kwa sababu kitu chochote ambacho hujakipata bila mchakato hutaweza kukimaintain. Kitu chochote ambacho hujakipata bila process hutaweza kukimaintain. Na siku hizi tunajua kila kitu ni fast food. Maana vitabu vinaongezeka. Fast ni. Bwana Yesu asifiwe. Tuendelee point nyingine. Kushiriki ibada za utoaji sadaka kwa miungu mingine. Kushiriki ibada za utoaji sadaka kwa miungu mingine. Hesabu
25 mstari wa kwanza na wa 3. Basi Israeli akakaa Shitimu. Kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakasujudia hiyo miungu. Nipo nasoma hii mistari, nilishangaa sana hichi kitu ambacho nilikiona hapa. Biblia inasema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Alafu anaelezea pale, kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakasujudia hiyo miungu yao. Ikawa Israeli kujiungamanisha na Baal-peori, hasira ya Bwana zikawaka juu ya Israeli. Kwa Israeli wajikuta wamejiungamanisha na madhabahu za miungu inaitwa Baal-peori. Lakini walijiungamanisha na hiyo miungu kwa namna gani? Namna ya kwanza ambayo ilitumika kuunganisha na hiyo miungu, anasema kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Kushiriki kwenye ibada za utoaji sadaka kwa miungu mingine kunaweza kufanya ukajiungamanisha na madhabahu hizo. Naomba nisikilize kwa makini. Biblia inasema kwa kuwa waliwaalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Wao hawakuwa wanaenda kutoa sadaka, walialikwa tu waende wakashuhudie. Yaani wao Waisraeli wao hawakwenda kutoa sadaka, walialikwa. Yaani walialikwa, jamani, sisi tuna ibada, tunaenda kutoa sadaka pale za nini? Nyinyi njoni. Very easy. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema kwa sababu waliwaalika waende sadaka, sadaka walizowatolea miungu yao. Kwa wao Waisraeli hawakutoa sadaka, walienda tu, na walipoenda tu wakajikuta wameungamanishwa na Mungu. Wao alikuwa wapi? Au unamsindikizaga mzako wapi? Kwa sababu anakuja anasema, mtumishi mimi sijai kwenda kwa mganga, nilimsindikiza tu. Alimsindikiza tu rafiki yake kwa mganga. Na wewe umo kama ni uko hapo, sijai kumsindikiza mzako kwa mganga, tayari na wewe. Kwa sababu waliwasindikiza wenzao wakatoa sadaka kwa miungu yao. Waliposindikiza tu na wao wakashikwa. Hawa waliokuwa wanaabudu au wa Moabu walikuwa wanaabudu miungu Baali. Ya Baali, miungu Baali. Na walikuwa wana sherehe, festivals. Nikigusa eneo la sherehe hapa. Walikuwa wana nini? Wana sherehe, wana celebrate sherehe. Hivyo wanataka sherehe gani? Mara sherehe ya kuchinja humo. Anasema mimi sinaenda tu, sitakula chochote. Hapa isemi kama walikula kwanza. Inasema walienda tu kushuhudia. Sasa tutakuwa na matambiko huku kwetu. Lazima uwepo. Basi mimi sitatoa sadaka, mimi nitaenda tu kuwatia moyo, lakini sita participate, nitakuwepo tu. Nitakaa nje. Bwana Yesu asifiwe. Unajua kuna namna pia kusika watu ambayo imekaa ibada za
mizimu. Kuna mtu mmoja alikuwa anamwombea, alienda kwenye msiba, na huyo mtu ambaye walikuwa wameenda kumsika alikuwa ni chifu. Na unajua wanamsika akiwa amekaa, ametoka tu hapo, apigwa kichomi moja hatari sana. Na baadaye nakuja kumwombea, kuta kweli walimshambulia ikiwa kwenye msiba. ni ibada ya msiba, lakini iko kaka, sio ibada ya msiba ya namna ya kimungu, ni ibada ya msiba ya namna ya mizimu. Wewe mtaani kwenu kila msiba, hata wengine hawajui unaenda. Sikatai kwenda msibani jamani. Bwana Yesu asifiwe. Sikatai kushiriki kwenye mambo ya kijamii, lakini wewe ndio mko wote. Jamani, wewe mko wote ni ndugu zako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hawa jamaa walijikuta wamejiunganisha na Baali Peori kwa sababu tu walialikwa. Chunga unakoalikwa. Kwa kila sherehe ya watu wanakualika unaenda. Hata uulizi roho wa Bwana. Saa nyingine roho wa Bwana anakushuhudia, Bwana anakukosesha amani, usiende huko, wewe unaenda. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, msinukuu vibaya, sijasema msiende kwenye misiba ya watu. Nimesema mwende, lakini pia uwe na kiasi. Lakini pia sikilizaga na Mungu akiwa anakuzuia kitu, wewe unaelewa. Sijasema uishi kwa hofu. Nachojaribu kukueleza, Mungu anapokuongoza basi kubali. Kuna misiba mingine unaenda, sio misiba ya kawaida. Ni misiba wanazika wajumbe wao. Na wewe sasa sio mjumbe, wanashangaa umeenda pale, wanasema wao kumbe naona atakuwa mjumbe, basi wacha tukuunganishe. Umetoka msibani unakuta unaumwa. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa hawa Waisraeli, jambo la kwanza lilowafanya wajikute wameungamanika na Baali Peori ni kwa sababu tu walialikwa. Bwana Yesu asifiwe. Wewe wale wanaanzisha madhabahu zao, wanajenga, wanapita wanachangisha na wanachangia. Ni hapo. Wakati niko ndani yako. Watu wanapita na madhabahu zao, na tunajenga spini changia. Wewe Bwana Yesu asifiwe. Unachangia. Unajua unajenga kitu gani? Mungu ni mmoja. Nani kasema Mungu ni mmoja? Mungu wako wewe ni mmoja kwa Yesu, lakini kuna miungu mingine pia. Bwana Yesu asifiwe. Sio kila madhabahu wanazojenga huko wao unachangia. Angalia, unachangia kwani unajiunganisha na hiyo madhabahu. Na kama sio ya Mungu. Hivi unajua kuna watu pia ambao ni madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ni mtu lakini pia ni madhabahu. Sasa kuna watu huko mtaani wanaomba, wewe kila mtu tunaomba. Watu wengine pia ni madhabahu. Biblia inasema chunga usitoe sadaka yako sehemu yoyote. Toa sadaka yako mahali ambapo Mungu amefanyaje? Amepachagua. Yaani watu wengi sana wanajikuta wamejiungamanisha na madhabahu bila kujua. Mungu ametumba tuishi kwa upendo. Kwa
Kwa hiyo ni vizuri kuonyesha upendo. Haya, sawa, tuonane. Bwana Yesu asifiwe. Kuna tajiri mmoja Dar es Salaam. Tajiri, nikikutajia hapo unaona mjua. Kwenye ofisi zake kila Ijumaa anachinjaga mbuzi. Anachinja mbuzi, anamwaga ile damu. Unajua miungu haitaki nyama, inahitaji damu. Anamwaga ile damu kwenye malango yake ya biashara, nyama anagawa. Na watu wanakimbiliaga hiyo nyama. Na kuna shule pia ambazo wanachinjaga nyama, wanawagaia wanafunzi. Tatu hapo pia ni muhimu kuangalia mtoto wako anapeleka shule gani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Ndio maana yaani mimi sikatai kushirikiana na watu ambao hawaamini kama unavyoamini wewe. Ila nina shida pale ambapo your best friend ni mtu ambaye haamini kama unavyoamini wewe. Hapo na shida kubwa sana. Kama rafiki yako wa kindakindaki yule ni mtu anaamini kwingine na ni rafiki yako, something is wrong. Sikatai kushirikiana nao kwenye biashara. Biblia inasema hivi, tunaweza kujiungamanisha na watu kwa jinsi iliyo sawa. Kuna kujiungamanisha na mtu kwa jinsi iliyo sawa na kwa jinsi isiyo sawa. Sasa akishakuwa ni rafiki yako, your best friend, alafu haamini kama unavyoamini wewe, huwa mnaongea nini? Mnaongea nini? Ikifika kwenye eneo la imani mnaongea nini? Ikifika jambo limekuwa gumu, mnasema tuombe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sikatai kushirikiana na watu. Sikatai shirikiana nao. Sikatai kujiungamanisha na watu. Sikatai, lakini angalia jinsi unavyojiungamanisha na watu. Biblia ikatai kujiungamanisha na watu, inakataa jinsi namna ambavyo unajiungamanisha nao. Kuna jinsi iliyo sawa ya kujiungamanisha na mtu na jinsi sio sawa. Kama rafiki yako anaamini miungu mingine, ana sauti juu yako, hata swala la wewe la kusali, kuna shida. Mimi nampenda sana Daniel. Yaani mimi Daniel nampenda sana. Alikuwa anafanya kazi mahali ambapo kuna wachawi waganga. Anafanya kazi na mambo yake yanaenda. Na anashirikiana nao. Ni wafanyakazi wenzake. Kwa hiyo alikuwa anajua namna ya kushirikiana nao. Hata kama bosi wako ni mshirikina, kisikusumbue sana, ila angalia namna ya kushirikiana. Nebukadnezar alikuwa anaamini anaabudu miungu mingine. Alikuwa anaamini wachawi, kwenye ikulu yake kulikuwa kuna wachawi, lakini Mungu akamweka na Daniel pale. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Yes. Bwana mmekaa kimya sana. Yes. Chunga. Wewe kila natoa sadaka. Anakuja wewe natoa sadaka. Natoa. Wewe unataka kujifanya ni Elishadai. Wewe kama ni Elisha sio Elishadai. Kwa sababu kuna mtu anafikiri anaweza kumsaidia kila mtu. You are limited. As a human being, you are limited. Haleluya. Tuangalie vitu vingine tumalizie hapa. Kwa njia ya chakula. Mtu anaweza kujiungamanisha pia na madhabahu kwa njia ya chakula. Hiyo Hesabu 25 mstari wa kwanza mpaka wa 3. Ule mstari pia anasema, kwa kuwa waliwalika hao watu waende sadakani, sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula. Watu wakala
Chakula pia kinasababisha mtu kujiungamanisha na miungu mingine, na chakula kinatumika kwa ukubwa sana na njia rahisi sana ya kumuungamanisha mtu na madhabahu nyingine, lakini pia ya kutransmit spirit kwa mtu mwingine. Chakula ngapi wanapenda sherehe? Be honest. Wangapi wanapenda sherehe? Hakuna ambaye anapenda sherehe bwana. Kila mtu anapenda sherehe tu. Mmoja anapenda. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Lakini unatakiwa pia kuwa makini, sio kila sherehe afanye ya kwenda. Chakula kinatumika kwa ukubwa sana kumfunga mtu au kumkamanisha na madhabahu. Bado naendelea kutafiti ile mialiko ambayo inatokea Bwana Yesu asifiwe. Wakati anaendaga kwenye meza. Najua wewe siku hiyo unaendaga. Hebu just sasa. Unaendaga. Unaendaga kutafuta. Ndio la mwana kai. Lakini Biblia inasema tusile vyakula vilivyotolewa sadaka. Tusile vyakula vilivyotolewa nini? Kwa miungu. Biblia inasema naendelea kutafuta, tutaka kujua kwa undani. Mpe maiki hapo. I have a friend of mine ambaye ni dini nyingine. Ni ile rafiki tulikutana kazini lakini akawa ndo rafiki. Kwa hiyo wao kwa hizi sherehe dini ni yani mara nyingi wananialika naendana. Kama sijui mtoto wa 40 hivyo naendana. Lakini hajawahi kuja hata siku moja yani kwetu sijui ziidi na Christmas sijui Pasaka hiyo. Lakini yani sherehe ya mwisho kabisa kwenda nimekuwa kule ndani. Kuna kitu Roho Mtakatifu alinifundisha kwa ugumu sana. Kabla hatujala tulianza kucheza ile. Mlicheza ile ya ibada za kwao. Yes, ile vibadufu vile tulicheza. Lakini at the same time unabidi wewe umejifunga yani kiushu. Kwa hiyo kuna namna hivi ikanitafakarisha sana. Ni kweli rafiki yangu ninashiriki naye hivyo ndio shida na lakini kuna kitu na shiriki ambacho mimi sijui. Maana na wakiwa na swali si wanasadiki vile ujui wanasema nini. Kuna namna tu Mungu alinifundisha kwa ngumu sana. Ukute unashiriki ibada ambazo ujui wanaombea nini, wanasali nini. Yes. Hiyo hapo, hicho kilikuwa ni chakula kwenye madhabahu, kwenye ibada. Kwa hiyo automatic kiko joined na madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Kingine sasa, kuna nyingine ilikuwa ni msiba. Huo msiba ni msiba ambao mtu ananihusu sana. Changamoto yake ni yeye ni dada yangu lakini tumeshare mama baba tofauti. Kwa babake ni Muislamu. Tulikwenda kwenye ile msiba ile siku ambao wanazika walichinja ng'ombe. Yaani unajua unakatiwa lipande. Lakini by the time sasa nilikuwa shaokoka. Kwa Mungu alinisaidia kwamba msile na sikula.
Yaani kuna namna tu ilikuwa inakuja kwangu kitofauti sana. Yaani unaweza ukaamua tu kunegotiate kwamba sitakula nyama, nitakula ugogo na mchuzi wake. Lakini ni Roho Mtakatifu alinikataza kabisa. Sikula, nilifunga. Kwa baadaye unapita tu ikaja kwamba ile ibada jinsi ilivyokuwa inafanyika, nikaona haikuwa sawa. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Hivi unaona kama hapa nikakileta chakula nikakiombea nikasema tu hicho sio chakula cha kawaida. Kwa nini? Kinaliwa kwenye ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hicho sio chakula cha kawaida. Kinaliwa kwenye nini? Unaona pale anasema walifanya kwanza ibada. Walipokuwa wanafanya hivi, baadaye wakala. Kile ni chakula kilicholiwa kwenye ibada. Kasoma kwenye Biblia yako. Zamani sehemu ya fungu la 10 walikuwa wanakula wale wa Israeli, lakini hawali mahali popote. Wanaenda kulia kwenye madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa kile sio chakula cha kawaida, ni chakula kilicholiwa kwenye madhabahu. Kwa ni chakula cha kimungu. Ni meza ya Bwana. Kwa sababu wengine meza ya Bwana anafikiri baka tuseme sijui nini ile. As long as hicho chakula kimewekwa kwenye madhabahu ya Bwana, hiyo ni meza ya Bwana. Kama kimewekwa kwenye madhabahu ile nyingine, ni meza ya mashetani. Biblia inasema katika kitabu cha Wakorintho kuna meza ya Bwana na meza ya nani? Sasa yule walifanya ibada, wakarukaruka. Ile ilikuwa ni ibada, ni worship. Au then wakala. Kile ni chakula kilicholiwa ibadani. Na as long as ni ibadani na Mungu amehusika. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Yes. Ndio maana nakwambia angalia mialiko yako. Uloa nyama unaponza. Kuna watu wanapenda nyama. Utakuponza ndugu yangu. Bwana Yesu asifiwe. Yes, chakula kinatumika sana kufunga watu. Asa kama wewe ukimwalika haja, wewe unaenda kufanya nini? Siendi na mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wewe unaenda Bwana Yesu asifiwe. Kama wewe unapenda nyama kama mimi mfano, usisubiri tu sherehe, siku nyingine jamani, maisha ndo haya. Siku nyingine unasema kwanza kaka mwene yako, wacha niende sehemu. Bwana Yesu asifiwe. Ndio mimi ninasikitika hapa Mwanza hata sijaona machimbo yanayoweka vizuri ya nyama. Kama mtu anajua inabidi aje aniambie baadaye. Hiyo maiki kwao. Nina jirani yangu mzungu yule mama. Siku moja walikuwa na nyama choma festival. Yachi. Sielewi, lakini alikana hilo neno siku nyingi, baadaye akawa ameniambia akasema, bwana, mimi siku hizi nimeacha kwenda kula nyama choma hizi za watu wengi. Siku moja nimeenda Yachi Club, tumetoka kazini na mwenzangu. Walipoenda pale wakakaa wakaitisha soda, mwenzake akaenda jikoni kwa ajili ya kuoda hiyo chakula. Basi wakati anaoda kile chakula, anahangaika pale jikoni, nyama zikawa zimeisha. Alipomrudia yule mama wa kizungu akakuta anasema, nimeona vitu vya ajabu. Wale watu waliokuwa wamevaa suti nzuri wamependeza kama ulivyopendeza, lakini wewe ukuepo. Wamependeza sana, lakini wana kwato za ng'ombe. Nasema nimeona kwa macho. Aliporudi ananiambia kwamba nyama imeisha jikoni, akamwambia twende, hata soda waliziacha pale.
Anasema zilikuwa zimelipiwa lakini sikuweza kunywa. Nilikunywa tu mifundo moja, naweza kwa alikuwa hajanywa. Lakini nilimwambia kama imeisha twende tuondoke. Nikifika pale njia panda pale BOT pale, yeye akapandisha kurudi kwake. Mwanzo anamwambia twende basi uko Senza Ilemela, akasema hapana, siendi. Alikaa nalo hilo neno siku nyingi, baadaye akawa ameniambia. Sasa mimi kuja kuniambia, nilikuta amenunua chiko la nyama choma. Nikamwambia mama, mimi na siku hizi unachoma hapa? Akasema ninaam, nilichokiona huko siendi tena. Kwa hiyo hata hizi mikusanyiko za watu wengi huwa kumbe ni kipindi chao cha sadaka. Ndio hivyo kabisa. Unajua madhabahu hazihitaji ile nyama, zinahitaji ile damu. Kwa hiyo unaenjoy nyama choma lakini kuna damu imeshaenda kwenye miungu. Unafurahia. Bwana Yesu asifiwe. That way pia ndio maana Mungu kuongozwa na Roho Mtakatifu. Sikatai wewe kula kila siku. Kula lakini Roho Mtakatifu akikuzuia usi. Yes. Mimi nakataa watu kuishi kwa woga. Kwamba ili pale patakuwa salama wewe. Nikale pale mimi nakataa. Wewe nenda. Roho Mtakatifu yupo ndani yako. Kama hapo sehemu ni hatari, utasikia tu moyoni jisikia hapa. Nenda sehemu nyingine. Lakini usiishi ile kwa woga. Chakula cha hapa sio wachawia. Haitakiwi kwa hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Kwa sababu wengine ni kweli sio wakati wao wa kutoa sadaka kwa miungu, lakini ili biashara yao yeye kuna vitu wanafanya. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu wanafanya. Kuna wakati mwingine mikono nayo kuhudumia, unaona mikono lakini sio mikono. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa ni muhimu sana ukawa makini, na mimi nashauri mfano hasa wakati wa mifungo usipende kula vyakula vya kununua. Ukapike. Hakuna kitu kinashika. Hakuna kitu kinatumika kwa ukubwa na nguvu za giza kufunga watu kama vyakula. Mimi nakwambia hata tukianzisha maombi hapa watu wataanza kutapika. Sasa achana na wale wanaolishwa kwenye ndoto, hilo ni jambo jingine. Bwana Yesu asifiwe. Kwa chunga mtoto. Chunga. Kama na location zako za kwenda kula, hadi nazo 4-5, basi maintain hizo. Ili siku ukipata shida unaelewa hapa ni mahali fulani. Wewe kila eneo unapiga tu. Haleluya. Kwa hiyo chakula kinasababisha pia mtu kujikuta amefungwa na nguvu za giza. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ndio maana namalizia ya mwisho. Njia ya mwisho ni kwa njia ya kusujudia. Mtu anajikuta amejiungamanisha na madhabahu kwa njia ya kusujudia. Biblia inasema kwa kuwa waliwalika hao watu waende sadaka walizowachinjia miungu yao. Watu wakala chakula wakaisujudia hiyo miungu yao. Wakaisujudia hiyo miungu yao. Na mtu mmoja nilikuwa namuombea, nilishangaa sana hiyo siku. Nilikuwa namuombea zile nguvu za giza zikasema namna ambavyo zilimwingia yule mtu. Yule mtu sio ilitokea nini huko kwao. Kuna kitu tu alikosea hata sijui. Lakini wakuu wa ukoo wakamwita. Wakamsema pale, wakamwambia apige magoti aombe msamaha. Bwana Yesu asifiwe. Apige magoti afanyeje? Alipopiga magoti akaomba msamaha, nguvu za giza zikamwingia. Kwa lugha nyingine alipokuwa anapiga magoti, alikuwa anawasujudia. Bwana Yesu asifiwe. Alipokuwa anapiga magoti, alikuwa ana bow down to their gods. Kumbuka nimekwambia makuhani wote
iwe upande wa Mungu au upande wa giza, ni madhabahu. Kwa unapoenda unapiga magoti, hata kwa kuhani humpigi magoti yeye. Bwana Yesu asifiwe. Okay, niondoe tofauti hapa ambako anasema huwezi kupiga magoti kwa mtu. Kweli huwezi kupiga magoti kwa mtu, tena usikapiga magoti kwa Mungu wake. Bwana Yesu asifiwe. Yesu unaweza kupiga magoti kwa Mungu wake. Unapoliona labda naenda napiga magoti kwa mtumishi wa Mungu, kwa baba yangu, simpigi magoti yeye kama yeye, nampigia magoti Mungu aliyeko ndani yake. Na nyenyekea kwa Mungu aliyeko ndani yake. Kwa hata kwa Mungu mwingine hivyo hivyo. Kama watu wana miungu, ni madhabahu za miungu mingine, ukaenda ukapigia magoti, unasujudia miungu iliyoko ndani yao. Kwa zile nguvu za giza ziliingia kwa sababu tu wapigia magoti. Na kuna watu wenye kwao zetu wao wanapenda kuheshimiwa kupita kiasi. Bwana Yesu asifiwe. Kama kwenda wako kwetu hapo. Yaani kuna mtu wakati mwingine ana demand heshima ambayo unaona kama hii heshima sio. Hii heshima ni ya kibinadamu kweli. Mbona hii heshima kama inazidi ile ya kibinadamu? Hii ni heshima ambayo anataka kupewa Mungu. Mbona hii kama anaitaka hii? Kuna nini? Unajua kuna Mungu yuko ndani. Kasome habari za Haman na Mordekai. Mordekai aligoma kumsujudia Haman. Kwa sababu kwa Mordekai kumsujudia Haman ni maana yake anasujudia miungu iliyokuwa ndani ya Haman. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma habari za mpinga Kristo utaelewa kabisa. Mpinga Kristo atakuwa ni binadamu wa kawaida, ni mtu. Lakini kuna miungu, kuna shetani atakaa ndani yake, kuna roho za shetani zitakaa ndani yake. Na huyu mpinga Kristo atadai watu wote wamsujudie. In fact sio wanamsujudia yeye, ila wanasujudia miungu iliyoko ndani. Kwa hiyo ukiona kuna mtu ana demand heshima ambayo imepitiliza, heshima ambayo unaona kabisa hii heshima natakiwa kumpa Mungu, lakini yeye anaitaka, ujue kuna namna, kuna madhabahu ndani yake kiungu. Na watu hawa wakati mwingine shetani wanafanya wawe na vyeo vikubwa. Bwana Yesu asifiwe. Yes. Unaposujudia unaipa access ile miungu kukuhold. Huyu dada namuombea hiyo miungu ikasema kabisa. Tuliingia alipowapigia wale magoti wale wazee. Mimi binafsi sipigi kwa magoti ambaye naona kwa mtu ambaye sina uhakika kama na Mungu wa kweli. Kwa sababu simpigi tu magoti, anapigia magoti hadi miungu iliyoko ndani yake. Kasome habari za Ibrahim. Biblia inasema Ibrahim alipoona wale malaika watatu pamoja na Yesu, alikimbia akaenda akawasujudia. Aliwasujudia. Muda umeisha. Bwana Yesu asifiwe. Wangapi wanapata kitu cha kuwasaidia? Amen. Haleluya. Nitafundisha tena wiki ijayo, afu kile nyingine tutapata kuomba. Amen. Yes, madhabahu yote aliyotushika yakatuachie. Haleluya. Haleluya. Viko vingi sana vya kusema hapa. Ningefundisha tu hata hii na nini. Okay. Hii Hesabu 25 mstari wa kwanza anasema basi Israeli akakaa Shitimu, kisha watu wakaanza kuzini pamoja na wanawake wa Moabu. Unajua kwa nini hao walianza kuzini? Haikuwa tabia yao kuzini. Naanzisha tu kitu kidogo hapo na kuhusu ndoto. Biblia inasema Israeli akakaa Shitimu, kisha akaanza kuzini na wanawake wa Moabu. Alafu pale anaelezea kwa nini. Anasema kwa sababu waliwaalika waende kwenye sadaka ni nini. Baada anasema kwamba wakajiungamanisha na madhabahu ya Baali Peori. Bwana Yesu asifiwe. Watu walio
waliofungwa na madhabahu, waliojiungamanisha na madhabahu, wakati mwingine wanakuaga na tabia zinazofanana. Biblia inasema hivi, Waisraeli wakaanza kuzini na kina nani? Wa Moabu. Waisraeli hawakuanza kuzini na wanawake wa Kiisraeli, ila Waisraeli walianza kuzini na wanawake wa Moabu. Kwa nini walikuwa wazini na Waisraeli wenzao? Kwa nini wanazini na wa Moabu? Bwana Yesu asifiwe. Aisee, usirudie tena hiyo. Haleluya. Kwa nini walikuwa hawazini na Israeli, wanazini na Moabu? Hawa ni wanaume wa Kiisraeli, wanazini na Moabu. Kwa nini hawazini na Waisraeli? Kwa sababu waliojiungamanisha na madhabahu ya Baali Peori ni wanaume, hawakuwa wanawake. Mungu awabariki wanawake. Waliokuwa wameungamanishwa na madhabahu ya Baali Peori walikuwa ni wanaume. Wanawake walikuwa wajiungamanisha na zile madhabahu. Bwana Yesu asifiwe. Na wanawake wa Kimoabu pia walikuwa wamejiungamanisha pia na ile madhabahu. Kwa hiyo Waisraeli, wanaume wa Israeli wakaanza kuzini na Moabu. Kwa sababu gani? Kwa sababu ni madhabahu moja iliyowashikilia. Kwa hiyo kuna tabia fulani ambazo mtu anakuwa nazo zinazokuwa zimetoka kwenye madhabahu. Ukiona kwenye ukoo wenu pia mna tabia fulani hivi zinazofanana, sio kosa lenu, kuna madhabahu. Hiyo tabia imetoka kwenye madhabahu. Hebu simama kwa miguu yako. Shika sadaka yako. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai, asante kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Asante kwa ajili ya neno lako la uzima. Tunakubariki, tunakutukuza, tunakushukuru. Mungu, ninaomba hili neno likafanyike kuwa mbegu ya ukombozi ndani yetu. Likafanyike kuwa mbegu ya ukombozi ndani yetu. Mungu, katupe neema wiki ijayo tena tukajifunze, na wiki ile inayofuatia Bwana ukatufungue kila mahali tumefungwa na madhabahu, kila mahali tumejiungamanisha na madhabahu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti hai. Baba, naomba pokea na sadaka zetu tunazoleta mbele zako saa hii.